A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wanawizani popote mlipo. Taarifa tulivyokusanya katika siku ya leo ambayo ni tarehe 10 Mei 2025 sawa na tarehe 11 ya Dhulqaada, yani mfungo pili 1446 Hijria, yani kalenda ya Kiislamu. Taarifa tutakayokuwa nayo hii leo, kwanza tutazungumzia juu ya mpango wa Marekani katika kusambaza misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza na kupigwa vita na mashirika mbalimbali ya kutoa huduma za kibinadamu. Kadhalika tunayo taarifa kutoka Iran ambapo serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema White House, yani ofisi ya rais wa Marekani, haiwezi kubadilisha ukweli kuhusu jina la Ghuba ya Uajemi na kubadilisha kuwa jina jingine, kama ambavyo imefahamika tayari kwamba rais wa nchi hiyo Donald Trump anakusudia kubadilisha jina la Ghuba ya Uajemi. Kadhalika ndege za kivita za Israel zimeshambulia ghala la chakula la shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kifalastini huko Jabalia, na vile vile kutakuwa duru ya 4 ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja baina ya Marekani na Iran ambayo inategemewa kuanza kesho tarehe 11 Mei. Kwanza tuanze taarifa za mgogoro wa Iran na Marekani kuhusu Ghuba ya Uajemi. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa umelaani vikali jaribio lolote linaloweza kufanywa na Marekani kwa ajili ya kubadilisha jina la Ghuba ya Uajemi na kusisitiza kwamba ukweli wa kihistoria hauwezi kubadilishwa na maamuzi ya kisiasa. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump akitarajiwa kufanya safari ya Asia Magharibi, Mashariki ya Kati, ambapo ametangaza kwamba atatoa habari muhimu kuhusiana na ziara hiyo. Masaa machache baada ya matamshi hayo, baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi vilidai kuwa tangazo hilo muhimu linahusiana na mpango wa serikali ya Marekani ya kubadilisha jina la Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, kufuatia kuenea kwa uvumi kuhusu mpango huo, ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa umetoa tamko kupitia mitandao ya kijamii ya X na kusema kila mtu anapaswa kusimama dhidi ya upotoshaji ukweli. Uelewa wa kihistoria na kijiografia ni msingi wa utawala bora, na ukweli hauwezi kubadilishwa kwa maamuzi yanayofanyika katika ofisi ya Oval, ikulu ya White House. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran naye pia ametahadharisha kuhusu ghadhabu za Wairani wote baada ya tetesi kwamba Rais Donald Trump wa Marekani ana mpango wa kubadilisha jina la Ghuba ya Uajemi katika ziara yake nchini Saudi Arabia wiki ijayo. Sayyid Abbas Araghchi siku ya Jumatano Mei 7 alieleza kuwa ana imani kwamba Donald Trump anafahamu kuwa jina la Ghuba ya Uajemi linarejea nyuma karne kadhaa zilizopita na linatambuliwa na wachora ramani na taasisi zote za kimataifa, na hata ilitumiwa na viongozi wote wa kanda hii katika mawasiliano yao rasmi hadi hivi karibuni katika muongo wa 60. Araghchi amesema hatua yoyote itakayochukuliwa katika uwanja huu haitokuwa halali na kuwa na taathira ya kisheria na kijiografia, bali itawakasirisha Wairani na matabaka yote na kuwa na taathira za kisiasa hapa nchini, Marekani na duniani kote, amesema Waziri Araghchi. Kinyume chake, hatua yoyote ya kisiasa ya kubadili jina lililoanzishwa kwa mujibu wa historia, yaani jina la Ghuba ya Uajemi, inaashiria wazi nia ya uadui dhidi ya Iran na watu wake, amesema waziri wa mambo ya kigeni wa Iran. Taarifa nyingine iliyopatikana hii leo ni ile ambayo inazungumzia kuhusu mashambulizi ya Israel kwa kutumia ndege zake kushambulia ghala la chakula la shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kifalastini katika mji wa Jabalia. Shirika la habari la Falastini limetangaza kuwa ndege za kivita za Israel zimeshambulia ghala la chakula la UNRWA katika kambi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Kwa mujibu wa shirika hilo, ndege za kivita za utawala wa kizayuni wa Israel zimeshambulia ghala la chakula la shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Falastini katika kambi ya Jabalia ya kaskazini mwa ukanda wa Gaza.
Moshi mkubwa umetanda angani juu ya eneo hilo baada ya shambulio hilo la kijinai na la kinyama la Israel. Katika shambulio hilo, raia 4 wa Falastini wameuawa shahidi na makumi wengine wamejeruhiwa, baadhi yao wakiwa ni wanawake na watoto wadogo. Kabla ya hapo, taarifa nyingine zilikuwa zimesema kuwa watu 4, mmoja wao akiwa mtoto mdogo, wameuawa shahidi na wengine kadhaa kujeruhiwa kutokana na shambulio la kijinai lililofanywa na adui mzayuni katika eneo la Hai Ar-Rimal la magharibi mwa mji wa Gaza. Katika kipindi cha masaa 24 hadi kufikia saa 12 asubuhi ya leo Jumamosi Mei 10, Wafalestina 27 wameuawa shahidi na wengine 85 kujeruhiwa katika mashambulizi ya kikatili ya Israel katika ukanda wa Gaza. Kwa takwimu hizi, idadi ya Wafalestina waliouawa shahidi katika vita vya Israel dhidi ya Gaza tangu Oktoba 7, 2023 hadi hivi sasa imeongezeka na kufikia watu 52,787 na idadi ya waliojeruhiwa imefikia Wafalestini 119,349. Idadi hii haijumuishi Wafalestina walioko chini ya vifusi na wengine ambao hatima yao haijajulikana, ukiachilia mbali wale waliomo katika magereza mbalimbali ya utawala wa Kizayuni na wale waliotekwa na waliouliwa na wanajeshi wa Kiyahudi katika maeneo mbalimbali na kufukiwa na matrekta mahala pasipojulikana. Halikadhalika, tunazo taarifa kutoka Oman ambapo duru ya 4 ya mazungumzo yasiyo rasmi na yasiyo ya moja kwa moja baina ya Marekani na Iran inatazamiwa kuanza kesho. Waziri wa mambo ya kigeni wa usultani wa Oman, Badr al-Busaid, ambaye anakaimu nafasi ya mpatanishi kati ya Iran na Marekani katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, ametangaza kuwa duru ya 4 ya mazungumzo hayo itafanyika mjini Muscat kesho Jumapili, Mei 11. Kabla ya hapo, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alikuwa amesema kuhusu duru ya 4 ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ya kesho Jumapili tarehe 11 Mei kati ya Iran na Marekani kwamba tunasubiri maelezo kutoka upande wa Oman kuhusu muda wa kuanza kwa mazungumzo. Said Abbas Arakshi alisema hayo kwenye mahojiano maalum na kuongeza kuwa kuhusu wakati na pahala pa mazungumzo hayo ni suala ambalo litamliwa na nchi mwenyeji na au mpatanishi ambayo ni Oman. Marafiki zetu wa Oman walituuliza kuhusu Jumapili na sisi tumekubali. Inavyoonekana wamezungumza pia na upande mwingine na hadi sasa mazungumzo yamepangwa kufanyika Jumapili Mei 11. Tunasubiri maelekezo kutoka upande wa Oman kuhusu wakati wa kuanza mazungumzo hayo. Taarifa nyingine ni ile inayohusu mpango wa Marekani juu ya misaada ya kiutu inayotakiwa kuingiza katika ukanda wa Gaza kuwasaidia Wafalestini na utaratibu iliojipangia Marekani na kujiamulia bila kuwashirikisha wenyeji wa Falestini, namna ambavyo mashirika mbalimbali yameupinga mpango huo. Kwa taarifa iliyochapishwa jana katika vyombo vya habari, mpango wa Marekani kuhusu utaratibu mpya wa utoaji misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza umepata upinzani wakati mapigano makali yakianza tena eneo la kusini mwa Gaza, hususan karibu na mji wa Rafah. Mashirika yanaonya pendekezo la Marekani halitamudu kushughulikia hali dhaifu ya kiutu iliyoko katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa iliyotumwa kupitia Telegram, kundi hilo limesema wapiganaji wake walifanya shambulio la uvamizi dhidi ya wanajeshi 12 wa Israel katika mtaa wa Tanur kwa kutumia makombora ya kushambulia magari ya kivita. Jeshi la Israel baadaye lilithibitisha kuwa wanajeshi wake 2 waliuliwa na wengine 4 kujeruhiwa vibaya sana. Hii ni moja ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kufanyika na kuripotiwa huko Rafah katika wiki za hivi karibuni, eneo ambako jeshi la Israeli limeongeza operesheni zake kufuatia Israeli kuvunja mkataba wa mpango wa kusitisha mapigano wa wiki 6 uliosimamiwa na Misri, Qatar na Marekani mwezi Machi mwanzoni mwa mwaka huu. Hakuna jambo linaloweza kuzingatiwa na kuaminiwa linapokuwa limesimamiwa na Marekani katika mauaji yanayoendelea Gaza, na hili ni kwa sababu ni Marekani inayoiwezesha Israeli kutekeleza mpango wa mauaji dhidi ya Falastini kwa kila suhula zinazohitajika, ikiwemo kuigawia Israeli silaha, kuipa taarifa za kiintelijensia kwa azima ya kuwamaliza Wafalastini, na Marekani au Trump binafsi kulichukua eneo la Gaza kutokana na tamaa yake na kutokana na mali zilizopo katika ukanda huo. Licha ya utulivu wa awali,
Mashambulizi yaliyofanyika siku ya Alhamisi Mei 8 yanaonyesha kurejea kwa mauaji holela dhidi ya wakazi wa Gaza, mauaji ambayo yameendelezwa kwa zaidi ya miezi 19. Wakati mapigano yakiendelea, Marekani imetangaza kuanzishwa kwa mfumo mpya wa usambazaji wa misaada kwa wakazi wa Gaza ambao hautahusisha Hamas wala Israel moja kwa moja. Kwa karibu miezi miwili, Israeli imefanya mauaji mabaya sana ya kinyama kwa njia ya kuhakikisha inazuia uingizaji misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuingizwa chakula, dawa na maji safi, hatua ambayo zaidi sana imeua mamia kwa mamia ya watoto wa Gaza, lengo likiwa ama kuwamaliza Wafalastini wote au kuwalazimisha kuondoka katika nchi yao ili eneo hilo lichukuliwe na Wazayuni na Marekani. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amesema mfumo huo utaongozwa na mashirika yasiyo ya kiserikali na washirika wa kimataifa, huku Israel ikihusika tu kutoa ulinzi wa kijeshi kwa ajili ya usalama wa wasambazaji wa misaada hiyo. Kuna vipengele muhimu ambavyo Rais Donald Trump amevitaka vizingatiwe tunapoanza mchakato huu. Kwanza, chakula kisambazwe kwa ufanisi, lakini pia usalama wa ndani ya Gaza kwa watu wanaokihitaji sana. Na pili, jambo hili muhimu lifanyike kwa namna ambayo Hamas haitafaidika kwa namna yoyote, amesema mwanadiplomasia huyo. Hamas ambayo inatawala Gaza kwa kupigiwa kura na wananchi. Israel na Marekani inawaita wanamkawama hao kuwa ni magaidi, huku wao Israel na Marekani ambao ndio wavamizi wakijifanya kuwa wana uhalali wa kuamulia watu wa Gaza nini wafanyiwe, nini wapate na nini wakose bila aibu. Hili ni jambo ambalo linafanywa na viongozi wanaodai kuwa wao ni watetezi wa haki za binadamu, lakini vile vile ni watetezi wa demokrasia. Hata hivyo, mpango huo umekosolewa vikali. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la msaada wa wakimbizi wa Kifalastini na mengine ya misaada ya kibinadamu yamekemea hatua ya kupuuza Umoja wa Mataifa katika usambazaji wa misaada. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Falastini lenye wafanyakazi zaidi ya 10,000 ndani ya Gaza limesema haiwezekani kusambaza misaada bila wao kutokana na uwezo wa miundombinu walionayo. Wakosoaji wanasema mpango huu unaweza kuongeza mateso kwa raia na kuwawekea hatarini wanapolazimika kusafiri hadi maeneo ya kijeshi kutafuta misaada. Shirika la Gaza Humanitarian Foundation linaloaminika kuwa sehemu ya mpango huo mpya unaoungwa mkono na Marekani linaripoti kuanzisha vituo salama vya usambazaji vinavyotarajiwa kuhudumia hadi watu milioni 1 kwa awamu ya kwanza. Hata hivyo, maafisa wa misaada wanasema vituo hivyo vinaweza kulazimisha Wafalestina waliokimbia makazi yao kuchagua kati ya kufa au kuhamishwa tena, hasa wakati Israel inapoendelea na mashambulizi yake katika maeneo ya kaskazini na katikati ya ukanda wa Gaza. Unachoshuhudia katika picha hii ndio hali halisi kwenye ukanda wa Gaza, ambapo wanaoonekana ni watu mbalimbali wakiwa katika hali ngumu na kukata tamaa, wakisubiri chakula kwa kuziweka roho zao rehani, ama kupata chakula cha msaada au kuuawa kwa kupiga mabomu ambayo inapatiwa Israel na Marekani ili kuwateketeza Wafalastini. Toka aingie madarakani, Rais Donald Trump ameshatoa msaada kuipa Israel, msaada wa silaha wenye thamani ya dola bilioni 8.8 ili kuiwezesha Israel kuwa na uwezo zaidi wa kuhimili kuendeleza mapambano ya mauaji wanayoyafanya katika ukanda wa Gaza. Wakati huo juhudi za kidiplomasia za kurejesha usitishaji mapigano bado zimekwama. Hamas imetoa pendekezo la kuachia mateka wote endapo Israeli itajiondoa kabisa kutoka Gaza, pendekezo ambalo Israeli imelikataa. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameonyesha tumaini la kupatikana kwa makubaliano mapya ya amani na amezungumza kwa simu na Waziri Mkuu wa Israeli Nduli Benjamin Netanyahu kuhusu swala la mateka na hali ya kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa za Israeli, shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 liliua watu 1,200 na watu 251 walichukuliwa mateka. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya Israeli yameripotiwa kuua zaidi ya Wafalastini 52,000, wengi wao wakiwa raia, kwa mujibu wa mamlaka ya afya inayoendeshwa na Hamas. Kwa zaidi ya miezi miwili, Israeli imezuia uingizaji wa misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza kwa madai eti
inalenga kutoa shinikizo kwa wapigania uhuru wa Palestina Hamas, ili hali kiuhalisia wanaoathirika na utapiamlo, maradhi na wanaokufa kwa wingi ni wanawake na watoto ambao hawashiki silaha wala hawashiriki katika mapigano. Hizi ndizo taarifa zilizopatikana katika siku tatu hizi ambazo Wafalastini zaidi ya 80 wameshauliwa na Mazayuni, lakini vile vile tuna mpango ambao tumeuzungumza hapa wa rais wa Marekani Donald Trump akitaka kubadilisha jina la Ghuba ya Uajemi ambayo ni ardhi na bahari ya Iran kwa miaka maelfu kwa maelfu, na sasa yeye anakuja katika njia ya kutafuta namna itakavyoweza kuichokoza Iran ili kuendeleza mapambano, huku anaendeleza mazungumzo juu ya mpango usalama wa nyuklia ya Iran, lakini huku anatafuta njia nyingine ya kutafuta mgogoro ili kuyaua haya mazungumzo. Na inapotokezea hali kama hiyo, ina maana kwamba Marekani kutokana na mazungumzo hawatupata sababu ya kutosha kukuza mgogoro baina ya Iran. Lakini wakati wote Iran imekuwa ikinadi na kukariri kila siku kwamba iko tayari kwa lolote dhidi ya Marekani na dhidi ya Israeli, na wakati wowote mataifa hayo mawili yatakapojaribu kutaka kuishambulia au kuvunja usalama wa Iran iko tayari kutoa jibu kali kwa yoyote miongoni mwao. Hii ndio hali ilivyo. Lakini kwa upande wa ndugu zetu wa Palestina, hali zao ni mbaya sana na mauaji yanaendelea na hawana la kufanya, hawawezi kutoka, hawawezi kujificha kwa sababu Waisraeli Mayahudi wanapiga, wanakwenda hospitali, wanapokuta wagonjwa wamelazwa katika vitanda, wanashambulia kwa kutumia mabomu hospitali kamili, wanayateketeza na watu waliomo ndani yake. Majumbani watu wamelala, wanawaua, wanawachoma wa Palestina kwa kutumia moto, mabomu ya moto ambayo yanapopigwa yanarusha moto, watu wanaungua, wanakufa. Hiyo ndio hali iliyoko Palestina, lakini msimamizi na mwezeshaji wa yote hayo ni Marekani. Waislamu tusikate tamaa, kila mtu kwa imani yake na kwa dini yake. Hili ni swala la kibinadamu na si swala la dini. Hawa wa Palestina ndani yake mna Wakristo, mna Waislamu na watu wengine, lakini wote wanauliwa bila kuchagua. Kwa hiyo tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu katika ibada zetu, wakati tunapofanya ibada na kusimama katika visimamo vya usiku, mahali tunapokaa tukafanya dua, mahali tunapofanya swala, mahali pa kusanyiko ya Maulidi na mahali popote wanapokusanyika Waislamu mmoja mmoja au kikundi, tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kutumia kusoma Suratul Fil kadri tunavyoweza kwa wingi unaowezekana. Tuombe kwa kutumia Suratul Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Hizi ni sura ambazo tunapokuwa tunazisoma, mwisho wa sura hizi tunamuomba Mwenyezi Mungu awapelekee hawa wanaopanga mipango ya kuangamiza Wafalastini, jambo ambalo litawashughulisha ili Wafalastini waweze kufurahia maisha yao, uhuru wao, na inusurike Baitul Muqaddas, nyumba takatifu, au Masjidul Aqsa ambayo iko chini ya Mazayuni, wakiwazuia Waislamu kuingia kuswali na kuwaua pia. Tusisahau kufanya dua kila wakati na kila siku na katika kila ibada zetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.